na kipindi 1 ni jarida la afya. Na natumaini mko salama watazamaji wa Sharkan TV. Tupo hapa kwa ajili ya kuzungumzia na hoja ya afya. Kwa leo tutaweza kuzungumzia kuhusiana na swala zima la uzazi wa mpango, nikiwa namaanisha kwamba tutaweza kuzungumzia faida na hasara za kutumia vidonge, faida na hasara za kuweza kutumia sindano, faida na hasara za kuweza kutumia kondomu. Kwa hivi vitu tutaweza kuvizungumzia kwa siku tofauti. Kwa hiyo ila kwa leo hii tutaweza kuzungumzia faida na hasara za kuweza kutumia vidonge kama njia ya uzazi wa mpango. Kwa sasa tuanze kuzungumzia na swala zima la faida za kuweza kutumia vidonge. Hizi ni miongoni mwa faida ambazo zinazopatikana kutokana na kutumia vidonge. Kwanza kabisa, inaweza kuzuia mimba kwa ufanisi, kwa sababu ukiweza kupangilia mpangilio mzima wa kutumia hivyo vidonge, basi inazuia mimba kwa ufanisi kabisa. Lakini pia swala nyingine, inaweza kurekebisha mzunguko wa hedhi. Ina maana kama pindi unapoona kwamba labda mzunguko wa hedhi hauko sawa, ila kutumia vidonge kama kwa njia ya uzazi wa mpango, basi hii inaweza ikasaidia kurekebisha huo mzunguko wa hedhi. Lakini pia faida nyingine, hupunguza maumivu ya hedhi, kwa sababu baadhi ya wanawake hupitia maumivu pindi wanapokutana na zile siku zao, ila ukitumia vidonge kama njia ya uzazi wa mpango, hii inaweza ikasaidia kuweza kupunguza maumivu. Lakini pia faida nyingine inayopatikana ni kupunguza chunusi. Naposema kupunguza chunusi, namaanisha kwamba unapotumia vidonge kama njia ya uzazi wa mpango, basi ngozi ya mwenye kutumia hivi vidonge huwa inakuwa haina chunusi, inakuwa imara. Lakini pia faida nyingine ni inapunguza hatari ya baadhi ya magonjwa. Napozungumzia inapunguza hatari ya baadhi ya magonjwa haya ambayo iliyozungumziwa hapa ni kama saratani ya ovary, lakini pia pamoja na saratani ya mfuko wa kizazi. Lakini pia faida nyingine ambayo inayopatikana kutokana na kutumia vidonge ni rahisi kutumia. Naposema ni rahisi kutumia, kama ukifuata mfumo mzima kuweza kutumia vidonge, inakuwa rahisi kutumia kwa yule mtumiaji, inamaanisha kwamba huo mfumo ni kuweza kutumia kidonge kimoja kwa kila siku. Hivyo basi hizi ni faida ambazo zinazopatikana kutokana na matumizi ya vidonge. Sasa tuweze kuzungumzia hasara zinazopatikana kutokana na matumizi ya vidonge, kwa sababu kila kitu kinakuwa na faida na hasara yake. Hivyo sasa tuweze kuzungumzia hasara zinazopatikana kutokana na vidonge. Hasara ya kwanza ni madhara ya muda. Napozungumzia madhara ya muda, ukishatumia vidonge, kuna muda ambao mtumiaji anahisi kichefuchefu, anahisi kuumwa kichwa. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa hasara zinazopatikana kutokana na matumizi ya vidonge. Lakini pia hasara nyingine, kusahau kutumia. Ina maana kama utakosa ufanisi wa kuweza kutumia, basi hii hasara inaweza ikaukuta, then inaweza kusababisha kupata ujauzito. Lakini pia hasara nyingine, haifai kwa baadhi ya watu. Napozungumzia haifai kwa baadhi ya watu, ikiwa na maanisha kwamba mfano kwa wale watu ambao wenye shinikizo la juu ya damu. Naposema shinikizo la damu, ikiwa na maanisha ni blood pressure ama BP. Kwa hiyo mtu ambaye mwenye BP kali, basi hii vidonge vya uzazi wa mpango hii haifai kutumia kwa mtu huyo. Lakini pia hasara nyingine, hailindi dhidi ya magonjwa ya zinaa. Nachomaanisha kwamba magonjwa ya zinaa kama vile ukimwi, kaswende, gono. Kwa ukitumia vidonge, magonjwa haya hailindi kabisa, ila bora zaidi kama utaweza kutumia kondomu. Hii inaweza kusaidia
na kulinda kwa hayo magonjwa ya zinaa. Lakini pia hasara nyingine ambayo inayopatikana kwenye matumizi ya vidonge ni mabadiliko ya uzito kwa baadhi ya watu. Napozungumzia mabadiliko hayo kwa baadhi ya watu, ikiwa na maanisha kwamba kuna kupungua pamoja na kuzidi uzito wa kawaida. Hivyo basi mabadiliko hayo ya uzito, usishangae, jua kwamba hii ni miongoni mwa hasara za kutumia vidonge. Lakini pia niweze kukumbusha jambo moja, napozungumzia kwamba uzazi wa mpango ni makubaliano baina ya watu wawili, kati ya mume na mke. Kwa hiyo wao ndio watakubaliana ni njia ipi waweze kuitumia itakayoweza kuwafaa, kwa maana ya kwamba uzazi wa mpango ni kwa sababu ni makubaliano ya watu wawili, watakubaliana wazae watoto wangapi, lakini pia watapishanisha baada ya miaka mingapi kwenye hii njia ya uzazi wa mpango. Kwa hivyo basi pindi takapofika mwisho wa vipindi hivi vya njia hizi za uzazi wa mpango kuelezea faida na hasara, basi mtaangalia nyinyi kama wenza ama wapendwa, mtaangalia ni faida ipi na hasara ipi ambayo inayopatikana kutokana na matumizi ya njia hiyo ambayo mtakaweza kuichagua. Kila ambayo mtakaiona mzuri kwa upande wenu, basi nyinyi mnaweza mkaitumia. Hivyo basi tunawaomba muweze kuzingatia katika hichi ambacho tutakachoweza kukizungumza kuanzia hivi leo pamoja na vipindi vingine vinavyofuata. Asanteni. Sharukhan TV, nguvu ya Muislamu, sauti ya umma. Unaangalia Sharukhan TV, nguvu ya Muislamu na sauti ya umma.